Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameapishwa hii leo jijini Dodoma baada ya kutangazwa mshindi akiwa na karibia 98% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi wa Jumatano wiki iliyopita. Katika hotuba yake, Samia amewalaumu raia wa kigeni kwa kupanga, kuchochea na kuhusika katika maandamano na vurugu za baada ya uchaguzi mkuu nchini humo. Rais William Ruto wa Kenya na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni ni miongoni mwa viongozi waliotuma jumbe za kumpongeza. Waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wanasema kuwa uchaguzi mkuu nchini Tanzania mwaka 2025 ulishindwa kukidhi viwango vya kidemokrasia vya jumuiya hiyo kutokana na vitisho vya viongozi wa upinzani na ukosefu wa uwazi wakati wa uchaguzi. Hamida Abubakar na taarifa kamili. Rais Samia aliwasili katika uwanja wa kijeshi mji mkuu wa Dodoma na kupewa heshima ya mizinga 21 kabla ya kukagua gwaride lililoandaliwa na jeshi la Tanzania. Alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa wiki iliyopita kwa kupata kura milioni 31, ikiwa ni 97.66% ya kura. Suluhu mwenye umri wa miaka 65 pamoja na naibu wake Emmanuel Nchimbi walikula kiapo mbele ya Jaji Mkuu Ibrahim Hamis Juma. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Viongozi mbalimbali barani Afrika walihudhuria hafla hiyo, akiwemo Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Rais wa Msumbiji Daniel Chapo, Naibu Rais wa Kenya Kithure Kindiki, wanadiplomasia miongoni mwa wengine waliozungumza wakihimiza umuhimu wa kudumisha amani na maendeleo. Katika muhula unaoanza leo na hata baadaye, tunaitakieni Tanzania kuendelea na mfumo huyo, yani nchi ya amani, utulivu, ukarimu, maridhiano na maendeleo. Ninajitolea kuendelea na miradi ya maendeleo tunayoichangia na Tanzania. Katika hotuba yake, Rais Samia amezungumzia matukio ya vurugu yaliyochangia watu kupoteza maisha baada ya uchaguzi wa Jumatano wiki iliyopita. Alikemea vikali matendo hayo na kusema kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania, akidai baadhi ya waliokamatwa ni raia kutoka nje ya Tanzania. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Waangalizi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC wametoa ripoti yao ikisema uchaguzi wa Tanzania kwa jumla ulikosa kufikia viwango vya kanuni za uchaguzi za SADC. Ripoti hiyo ilisema kwamba waangalizi hawangeweza kutathmini hali wakati wa kufunga vituo vya kupiga kura pamoja na mchakato wa kuhesabu kura katika baadhi ya maeneo kutokana na kuzimwa kwa interneti. Aidha, SADC imesema kwamba kulikuwa na idadi ndogo sana ya wapiga kura katika vituo vyote vilivyotembelewa na waangalizi wake, huku vingine vikikosa kabisa kuwa na wapigaji kura. Na washukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu, tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa. Tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Ikiwa ni siku ya kwanza ya muhula wa miaka 5 madarakani, Rais Samia ameahidi kushughulikia mgawanyiko nchini humo. Tunapoendelea mbele, hatutachoka wala kurudi nyuma kwenye kusimamia yote yanayohusu kujenga umoja na mshikamano wa taifa letu.
Ni siku ya 6 tangu interneti kuzimwa, huku wananchi hasa katika jiji la Dar es Salaam wakikumbwa na changamoto kama vile usafiri, bei ya chakula na mafuta kuongezeka. Kiongozi huyo amewaagiza maafisa wa serikali kuhakikisha maisha ya wananchi yanarejea kawaida mara moja. Samia Suluhu Hassan ni rais wa 6 wa Tanzania. Aliingia madarakani kufuatia kifo cha Rais John Pombe Magufuli. Lakini yeye ni nani haswa? Agnes Penda na tathmini ya kina. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan aliapishwa kuwa rais wa Tanzania tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2021 baada ya kufariki kwa aliyekuwa rais John Pombe Magufuli. Samia aliyekuwa makamu wa rais wa taifa hilo alichukua jukumu la kutangaza kifo cha Magufuli na kuendesha mazishi yake. Kuapishwa kwake kukamfanya rais wa kwanza wa kike wa taifa hilo na pia eneo la Afrika Mashariki. Kwa sasa hali imetengamaa, walau hakuna vurugu ambazo zinaonekana na vyombo vya ulinzi na usalama vimeweza kudhibiti maeneo mbalimbali. Hakuna maandamano ambayo yanaonekana, lakini kuna tension tu baina ya watu na hali ya maisha imebadilika kwa ghafla. Bidhaa zimekuwa adimu na za gharama sana, na hata mizunguko ya vyombo vya usafiri, magari, pikipiki, bajaji imekuwa ni adimu kutokana na uhaba au kukosekana kabisa kwa huduma ya mafuta. Kwa hiyo tupo, hatujui kesho yetu ikoje, na ndiyo hali ambayo tunayo mpaka muda huu. Ni nini sasa kinafuata kutokana na hali hii iliyojiri? Kwa kweli ni taarifa tu ambayo tunasubiria labda kutoka kwa watawala watuambie nini kinafuata, lakini kikubwa ni kwamba tunasubiri labda viongozi wa serikali, aidha rais au wale ambao wana mamlaka ya kutoa tamko, watoe tamko nini kitaendelea, kwa sababu kwa kufungiwa mitandao ya kijamii hatujui nini kinatakiwa kifanyike au nini kinaendelea. Lakini udhibiti ni wa hali ya juu kiasi kwamba hakuna mtu anaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na badala yake inalazimika kukaa hapo ulipo na kutafuta huduma hapo ulipo. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba vurugu hazitanuki na hali ya usalama inaendelea kudhibitiwa. Hali hii imeleta wasiwasi si tu ndani ya nchi bali pia nje ya nchi. Je, nini kifanyike ili kurudisha imani na kupunguza tofauti zilizopo na pia kurudisha sura ya Tanzania iliyokuwa inajulikana hapo awali? Kwa kweli Sarafina, tayari ni doa ambalo limeingia. Ni doa ambalo kama Watanzania linatuumiza, kwa sababu tunajifunza demokrasia kwa njia ngumu, na tunajifunza kwamba yale ambayo tulikuwa tunadhani yanatokea kwa wenzetu kumbe pia yanaweza kutokea kwetu. Kwa hiyo historia inajirudia na imegeuka kuwa katika upande wetu. Sasa nini tufanye? Ni kwamba ipo haja ya kuwa na maridhiano ya kina na kuwa na ukweli wa kusema yale ambayo yako moyoni mwa watu, kwa sababu ni uchaguzi ndio umetufikisha hapa tulipo, lakini uchaguzi umekwisha. Sasa nini kifanyike? Ipo haja ya serikali ambayo itaingia madarakani kuweza kuitisha maridhiano kati yake pamoja na raia, kuangalia wapi tulijikwaa na wapi tunaelekea mbele, ili kuhakikisha kwamba yale makandokano ambayo yametufikisha hapa tulipo basi tunayafuta na kuinuka kwa pamoja, kwa sababu Watanzania tumekuwa tukijitangaza kama nchi ambayo inaamini katika uhuru na umoja. Basi uhuru huo na umoja vionekane kwamba ndiyo dira yetu, na kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kutugawanya, aidha iwe ni uchaguzi, iwe ni itikadi, iwe ni falsafa kutoka ndani au nje, zishindwe kabisa kuweza kutugawanya, na badala yake tusimame na kuhakikisha kwamba tunavuka kikwazo hiki. Sasa Watanzania saizi wanatarajia nini ama kipi aweze kufanya? Labda kuna mioyo ya baadhi ya watu ambayo imevunjika na imepasuka, na ingehitajika busara ya hali ya juu iweze kutumika katika kuliponya mioyo hiyo. Kinachohitajika sasa hivi ni matumizi makubwa ya akili zaidi ya nguvu. Ni namna gani ambavyo tunaweza tukajiimarisha. Sasa ni kibarua kikubwa kwa rais kuhakikisha kwamba anarudishaje imani ya wananchi, anarudishaje imani ya waandamanaji, anarudishaje imani ya wapiga kura ambao walimpa hiyo ridhaa ya kuwa kiongozi na kutufanya kuwa wamoja. Kwa hiyo ni changamoto ambazo huenda hata yeye mwenyewe hakuzitegemea, ni changamoto ambazo hata wapiga kura hakuzitegemea, hata waandamanaji hawakuzitegemea, kwa sababu ni hali ambayo wengi imetukuta katika
tunasema katika mshangao, na tunawaza mpaka sasa hivi ni nini kimetokea miongoni mwetu. Kwa hiyo anacho kibarua cha kwanza kuitisha umoja, kuitisha maridhiano, lakini kuangalia kama kuna sehemu ambayo itahitajika aidha kuomba msamaha au kujaribu kuitisha maridhiano ya pamoja, basi kuweza kufanya hivyo ili tuvuke hapa na kutafuta sasa suluhu za kuweza kuya-address au kuyagusa mahitaji ya wale ambao walifanya maandamano. Kama ilikuwa ni swala la katiba, kama lilikuwa ni swala la masuala ya ulinzi na usalama, kama ilikuwa ni masuala haki, masuala ya amani, uwajibikaji, basi yaweze kuguswa moja baada ya nyingine ili kuwezesha kwamba wale ambao walikuwa wanaamini kwamba hawajaguswa na wale ambao walikuwa wananufaika wote waone kwamba ni watu ambao wananufaika na hiki moja ya maendeleo ya nchi hii.